Ambao unafuatilia hapa, hatujakuacha nyuma sana. Ni muendelezo updates zinazoendelea kwenye mtandao wa kijamii, lakini kubwa zaidi ni hili sakata la waimbaji wa muziki wa Injili baina ya Martha Mwaipaja pamoja na Upendo Mkone. Na asubuhi tuliweza kuzungumza na rais wa shirikisho la muziki wa Injili Ado Novemba, akatueleza kwa upande wake kama kiongozi ana nini cha kusema, lakini akatupa majibu ya kina kwamba wawili hawa wanaamini wote wanaongozwa na Roho Mtakatifu, wote wanaongozwa katika Injili ya kweli. Na anaamini kwamba kila kitu kitakwenda kuwa sawa. Lakini sasa hivi kuna update imekuja hapa na ni kuhusiana na Martha kuposti video nyingine tena kwenye ukurasa wake wa Instagram akisema kwamba sasa hivi anakwenda kustop kabisa kuimba muziki wa Injili. Anasema kwamba moyo wake umeumia na hawezi kabisa kufanya kazi ya muziki wa Injili. Labda ningeweza kukusomea alichokiandika katika ukurasa wake wa Instagram, japo ameposti video ndefu tu akiwa anafafanua jambo hili. Anasema kwa sasa nimestop kuimba, moyo wangu uko vibaya sana, mpaka pale nitakaa sawa. Haijalishi itachukua miaka mingapi. Mungu aubariki sana. Sasa sijajua kwa nini ameamua kuandika hivi na sijajua kwa nini ameamua kuzungumza hivi na akaposti video hiyo kupitia ukurasa wake wa Instagram, lakini asubuhi mapema leo aliposti video akisema kwamba Upendo Mkone inabidi atoe ushahidi kwa alichokisema. Na hii ni exclusive interview ambapo ilifanywa na Lilian Mwasha, na Upendo Mkone alizungumza mambo mengi sana kuhusiana na masuala ya muziki wa Injili, lakini pia video ile ilizungumza mambo mengi sana, huku Upendo Mkone akilitaja jina la Martha Mwaipaja kwa namna nyingine kabisa. Na sijajua kwa nini exclusive ile ilifanyika na Upendo akazungumza vile, lakini yote haya mpaka sasa hivi Martha ameomba kwamba Upendo aweze kutoa ushahidi wa kile alichozungumza katika exclusive ile ambayo ilifanyika kwa Lilian Mwasha kupitia page zake zilipostiwa huko. So sasa hivi ndo Martha ametoa tamko hilo, amesema kwamba kwa sasa hivi ana stop kabisa kufanya shughuli za muziki wa Injili mpaka hapo atakapokuwa sana, haijalishi itakuwa ni miaka mingapi. So na kuacha na video hii, lakini pia tunaendelea kuwatafuta wawili hawa ili waweze kutuambia kinaga ubaga nini kinaendelea. Tumejaribu pia kumpigia sana leo simu dada Upendo Mkone takriban mara 7, lakini hakushika simu kabisa. Lakini pia tukampigia na dada Martha, pia naye hawashiki simu. Lakini tunakuaminisha kwamba unafuatilia hapa, tutakusogezea updates za kweli nini kinaendelea. Mimi ni Swabra Militana, unakuacha na hii video. Haleluya. Naushukuru sana. Leo niko hapa niongee kitu. Kutokea mwaka juzi mpaka mwaka jana nimepitia mambo magumu. Nimepitia maneno magumu. Nimepitia hali ambayo Mungu tu amenisaidia. Ile hali bila Mungu hapana, sijui ningekuaje. Lakini namshukuru sana. Ila mwaka huu nikasema sasa angalau sasa naanza kuwa sawa, najisikia vizuri. Mwingine naye kaingia tena kuumiza moyo wangu. Kwa maana sinitake mimi niongee, mimi sipendi kuongelea watu. Sipendi kusengenya watu, sipendi kutukana watu. Lakini pia katika yote nimehudumia watu wengi. Mimi ni mtumishi wa Mungu. Katika uimbaji wangu najua kuna watu wamebarikiwa. Ila nimetaka tu nitumie nafasi kwa sababu ya ile hali nimekutana nayo. Mimi ni mtu tu. Sio kwamba vile nitatukanwa, vile nitaongelewa vibaya, vile nawakilishwa vibaya kwamba nafurahia, hapana. Moyo unauma. Kwa hiyo inakuwa inanitesa kidogo. Najikaza tu. Kwa hiyo ninachokiomba saa hii, jamani, naomba nielewe kwa hii nitasema kwenye kuhusu kuimba kidogo na stop sasa hivi. Sijajua ni mwaka gani nitaimba tena. Sijajua ni wakati gani nitaanza kuimba, lakini kwa sasa hivi kuhusu kuimba nina stop kwanza. Nina stop nikae sawa. Kwa hiyo ni hayo tu nimetaka nijulishe wale wanaopenda huduma yangu. Kwa sasa Martha kuimba nina stop, siko sawa, niko vibaya, moyo unauma, nateseka. Waimbaji wenzangu Mungu awabariki na